Imeandaliwa na Wizara ya Fedha kupitia idara ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, na tumepata bahati kabisa leo ya kuwa na kamishna wa idara hii ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, Dr. Frederick Mwakibinga, na vile vile tunao viongozi wengine mbalimbali kutoka Wizara ya Fedha. Tuna ndugu yetu hapa kutoka Chuo cha Mzumbe, lakini tunaye mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Fedha, kaka yangu Beni Mwaipaja. Ndugu zangu, haya ni mafunzo kama ambavyo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara, na bahati nzuri hii si mara ya kwanza kukutana hapa leo sisi waandishi wa habari na wamiliki wa vyombo vya habari vya mitandao ya kijamii ambao ni machampion wa Wizara ya Fedha. Beni, nikushukuru sana kwa mara nyingine kwa kutualika sisi waandishi wa habari ambao tumekuwa tukiandika kwa karibu na kwa pengine kwa ufasaha mkubwa habari zinazohusu Wizara ya Fedha, tangu ikiwa Wizara ya Fedha na Mipango na sasa Wizara ya Fedha. Lakini nikushukuru sana kamishna kwa kuonelea kwamba ni muhimu ufike mwenyewe, si tumemwakilishi, badala yake umekuja umezungumza mambo mazuri ambayo pengine miongoni mwa mambo mengi ambayo umeyazungumza mazuri, jambo moja kubwa umelisema, masuala ya ununuzi ni jambo pana na athari zake ni kubwa kama lisipozingatiwa. Sasa kwa sababu Wizara ya Fedha, nafikiri na hata maeneo mengine kwenye serikali yetu, inafanya vizuri na ndio maana ama inazingatiwa kwa uzuri, na ndio maana pengine hatupati malalamiko sana ama hatujaweza kuandika changamoto za namna yoyote ile. Kwa hiyo tunakupongezeni sana kwa kazi nzuri, na kwa dhati kabisa ni kupongeze pia kwa sababu kupitia idara yako kuna mambo mazuri hapa yatafanyika, ukiachilia mbali mafunzo, lakini yako mambo mengine ambayo yanaweza kuwa ni mambo ya baraka na furaha pengine kwenye pochi za wadada na kwenye mifuko ya suruali pengine ya vijana wa kiume. Lakini vile vile nimshukuru sana kwa dhati kabisa Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha kwa kukubali, sababu yeye ndo afisa masuhuri. Sasa angesema jambo hili masuhuri hayajakaa sawa sawa, pengine huenda tusingeweza kupata fursa hii ya kuweza kusikia mambo mazuri ambayo pengine tutapewa hapa leo. Na nimshukuru pia Waziri wa Fedha, na ni juzi tu amewasilisha bajeti ya serikali, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Mwigulu anatoka Iramba, na bahati nzuri mimi natoka pia Iramba. Kwa hiyo sisi Wanyiramba, watu wa Singida, tunasikia fahari kubwa sana kuwa na mtu ambaye ndiye mwenye kukijua na kukitunza chungu cha taifa hili la Tanzania. Kwa tunafarijika sana kwa kweli. Sisi Wanyiramba tunafarijika kwa sababu tumepata sifa, na pengine tunaanza kujulikana sasa kwa ufasaha mkubwa kwa sababu tumetoa viongozi wakubwa kutoka katika mkoa wetu. Lakini ombi kaka Beni, mafunzo haya bila shaka yaendelee kuwa endelevu, tuendelee kujifunza mambo mengi. Najua mna idara nyingi, najua mna vitengo vingi, basi tuendelee kujifunza kuhusiana na Wizara ya Fedha, na ikiwezekana vile vitripu vya kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali. Inawezekana kuna wengine hata SGR hawajapanda miradi mikubwa kama hiyo, bwawa la Mwalimu Nyerere, ukitembelea wakapata fursa ya kuandika vizuri kwa sababu watakuwa pia wameona. Nikushukuru sana, asanteni sana, karibuni sasa kwa ajili ya kuendelea kusikiliza mafunzo ya siku ya leo. Asante sana.